Omba. Amen. Amen. Na nataka ni toe mfano mdogo tu kabla tujiendelea kusoma maandiko na kunena yale Mungu ametuashiria siku ya leo. Maandiko yetu ya leo yatajali sana ama yatasimamia sana wakili. Sote tunajua wakili. Bwana sifiwe. Amen. Maji njoo hapa. Nataka nionyeshe mfano wako uko live. Njoo hapa maji. Nataka kutoa mfano hapa na kila mmoja angalie kwa makini wakati nikiongea. Ndio tukiingia kwa neno kweli rahisi kupenya. Wala kwa tunaendelea. Bwana sifiwe. Martin hapa ana shamba lake. Na hili shamba lake limevamiwa. Amen. Sasa Martin baada ya kuja kujua kwamba shamba lake limevamiwa na msichana hapa. Ni mfano huyu Martin ajaribu vitu zake zote zile lakini shindikane. Aamue kutafuta msaidizi kutini mwenye atakuwa anamrudisha. Bwana sifiwe. Wacha niite Tony. Sasa Martin ameenda kutafuta wakili. Wakili ndio huyu sasa. Ni Tony sasa hapa. Kumaanisha kwamba huyu kijana ndiye atakuwa anamsimamia kotini kwa sababu ya kesi yake baina yeye na msichana hapa. So yeye atafika lakini hata kwa anaongea lolote. Kile atafanya ni ataita Tony, atamueleza vile mambo iko kuhusiana ile shamba. Amen. Na mueleze bwana shamba langu ni ekari hizi. Kuna mtu hapa amekuja amevamia hili shamba. Bwana sifiwe. Na kwa sababu hiyo huyu Tony atasikiza kwa makini. Ndio akienda pale ajue vile atamtetea huyu mwenye shamba na kesi iweze kuisha vizuri. Yaani aweze kushinda. Bwana sifiwe. Na huyu kijana pia lazima atahitaji malipo. Tutasimamia kesi italipa pesa ngapi? Amen. Ndio sasa akienda pale awe na nguvu. Unajua lawyers wakati mwingine hawa wa hii dunia wengi wana utapeli mwingi ndani yao. Namaanisha nini kusema hivi? Namaanisha ya kwamba anaweza kuwa Martin shamba lake maybe ni ekari 3 lakini akisema ni ekari 10. Na lazima hizi 10 azipate zote. Amen. So huyu bwana atasikiza kwa makini ndio akienda pale atetee huyu kiongozi vile. Kwa sababu gani? Tunadonge nono pale nyuma baadaye atalipata. Amen. Amen. Kwa hivyo huyu atakuwa anategemea huyu. Akishindwa wakili ina maana kwamba ili shamba atalikosa. Amen. Kwa hivyo huyu kwa wakili mwema kwa huyu ama kuaminika kwa huyu lazima ashinde ile kesi. Amen. Asante. Amen. Kwa hivyo nataka tuangalie wakili wa kweli wa Mungu. Hicho kinaweza kuwa kichwa chetu cha siku leo. Wakili wa kweli wa Mungu. Mtu yote yule ambaye amemkubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake, yeye ni wakili wa Mungu. Bwana sifiwe. Hatujaelewana. Yeyote yule ambaye amemkubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake ni wakili wa Mungu. Bwana sifiwe. Ukiwa hapa duniani, Mungu kule mbinguni amekuamini kwa chochote kile kutendea hapa duniani katika kazi ya Mungu. Bwana sifiwe. Wengine ni wahubiri. Amen. Wengine ni waimbaji, wengine wachezaji vyombo na karama zingine zile ambazo ziko katika kanisa. Bwana sifiwe. So Mungu kwa kule juu alikuchagua wewe kama mchungaji kwa mfano wa kanisa ili uweze kuwa wakili wa Mungu kwa sababu ya kuambia watu maneno yake. Bwana sifiwe. Itakuwa vibaya sana kama wewe ni wakili wa Mungu alafu ufanye kile ambacho yule amekuamini kusimamia ambaye ni Mungu wa mbinguni anataka kufanya. Bwana sifiwe. Kwa hivyo wakili lazima atakuwa na qualities fulani. Wakili wa Mungu lazima atakuwa na vigezo fulani. Huwezi kwenda kutenda dhambi kule
na uje ufanye uwakili, uje ufanye kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Maandiko ndiyo yanakuwa wazi, yanaeleza kwamba sote tumefanya dhambi na tumekufiwa na utukufu wa Mungu. Amen. Lakini wacha tujitahidi kabisa kutenda yale ambayo maandiko yanatuagiza ili tuweze kuenenda katika kweli ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kikao kilipokaa mbinguni, wazee 24 wakiwa pale, malaika wakiwa pale, Yesu Kristo akiwa pale, kukawa kuna mjadala ni nani ataenda kuokoa mwanadamu. Ukumbuke kwamba mwanadamu baada ya kumkosea Mungu, Adam baada ya kukosea Mungu, sisi ni kizazi cha Adam. Amen. Baada ya kukosea Mungu pale shambani Edeni, ikawa ni kwamba Mungu akatupenda tena zaidi ya kwamba ule uhusiano uweze kuja karibu tena baina yetu na Mungu wa mbinguni. Bwana asifiwe. Ndio maana kikao kilipowekwa pale, wazee 24 hawakuwa na kuongea hata mmoja kwamba ni nani ataenda basi kuokoa hawa wanadamu. Wazee 24 kila mmoja alinyamaza. Amen. Na kwa sababu hiyo Yesu Kristo akasema nitaenda yeye ndio okoe wanadamu. Yesu Kristo alipokuja sasa kuokoa wanadamu, ile kazi yote Mungu alimtuma, alikuwa wakili wa kuaminika na wa kweli kwa Baba yetu mbinguni. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa sababu hiyo haijalishi mtu yuko umri gani. Anaweza kuwa mdogo kama msichana hapa, lakini hujui Mungu amefanya mangapi katika moyo wake. Yeye ni wakili. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo sote hapa kanisani, sote ni mawakili wa Mungu. Sote ni mawakili wa Mungu. Kwa hivyo mahali popote pale unapotembea, jaribu kuangalia, jaribu kuona kila mtu anakifanya. Amen. Sida zote tunafanya hatujui. Bwana asifiwe. Tumeelewana? Si jambo zote sida zote tunafanya hatujui. Zingine tunajua. Na kama unajua, jiulize, je, mimi ni wakili wa Mungu na nikifanya hili ni sawa? Nikiongea mwingine vibaya ni sawa mimi ni wakili wa Mungu? Nikijaribu kuchukua huyu na huyu kuwakosanisha, mimi ni wakili wa Mungu. Je, nitakuwa nafanya ule wakili wa Mungu? Bwana asifiwe sana. Haya maandiko ni makali. Ni makali sana. Nikisoma nasikia kutetemeka mahali kwa sababu Mungu akiniamini mimi ya kwamba niweze kusimama kwa ajili ya mtu fulani, kumwombea mtu fulani kwa mfano. Sasa mzee yundo pale anahitaji na anijie ndio tuweze kushirikiana katika maombi, tuweze kufanya nini? Kuombea ile jambo kwa mfano. Kwa sababu hivi tulipishana kidogo na mzee pale, ifikie mahali sasa mimi nikose kumwombea kwa sababu nilipishana na yeye. Sijafanya wakili. Maandiko yako wazi ya kwamba kabla jua halijazama, umekosana mtu unaenda kufanya na yeye. Tunafanya hivyo. Bwana asifiwe. Amen. Tutasoma katika maandiko Petro wa kwanza Peter chapter 4 from verses 1 tuendelea pale chini pale tukomea. Tufike pale kwa haraka kwa sababu ya wakati tafadhali. First Peter chapter 4 verses 1 kuendelea mpaka 11. Tumefika pale. Amen. Amen. Hizi ni habari za Paul. Paul alikuwa mitume, one of the apostles wa Mungu. Tumefika First Peter chapter 4 from verses 1 to 11. Tuko pale. Nasema kwamba Paul alikuwa mitume wa Yesu na akawa akifanya ile kazi ambayo ametumwa afanye. Bwana asifiwe. Na akiwa katika ziara zake
yake akawa anachagua ama anaambia watu kadhaa fulani katika Biblia inaeleza watu walikuwa wametawanyika tawanyika. Yaani tunaweza kuwa hii ni Kembeni, hii ni Mikotani, ile ni Bungoni. So akawa anajaribu kuwaeleza jinsi gani mtu ambaye wakilisha mbingu anastahili kuwa. Bwana asifiwe. Na katika Ponto, Galatia, Bitinia, Asia na ile zingine zile akawa anatembea akiwaeleza watu kila ambacho wanastahili kuwa kama mawakili wa kweli wa Mungu. Nasoma pale fungu la kwanza. Basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, ninyi nanyi jivikeni silaha na nia ile ile, kwa maana yeye aliteswa katika mwili, ameachana na dhambi. Nitarejelea ule mstari. Basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili wake, ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile, kwa maana yeye aliyeteswa katika mwili ameiacha dhambi. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo napata funzo fulani hapa ya kwamba ili ukaweze kukamilika katika huu wakili ama kumwakilisha Mungu, utapitia magumu katika hii injili. Bwana asifiwe. Amen. Kuna watu watakudharau, kuna watu watakutukana na mengi wataongea, lakini ujue ya kwamba unastahili kupress on, unastahili kuendelea mbele na kuambia Mungu akusaidie ili uweze kufikia yale ambayo Mungu anakuagiza ufanye. Naendelea mstari wa pili. Mstari wa pili unasema tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Bwana asifiwe. Wakati mwanadamu hajamwamini Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yake, kuna mambo mengi anayafanya ambayo yako kinyume na mbingu. Bwana asifiwe. Kama ulikuwa uchawi ni kinyume na mausia ya Mungu. Kama ulikuwa unanena wenzako vibaya, ni kinyume cha mausia ya Mungu. Bwana asifiwe. Kama ulikuwa unakosalisha wengine, ni kinyume na mausia ya Mungu. Kama ulikuwa unaenda matanga, ni kinyume cha mausia ya Mungu. Kama ulikuwa unaenda baa kulewa, ni kinyume cha mausia ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo maandiko yanasema kwamba kule tulikotoka tulifanya yote, lakini kwa saa hii Mungu umebaki, lazima tujitolee kabisa tufanye yale Mungu ametuagiza ili tuweze kukamilisha hii safari yetu katika njia ambayo Mungu atapendezwa. Sikia mstari wa pili, tarejelea. Tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu. Bwana asifiwe. Tamaa ziko mingi sana. Lakini kwa nini mwanadamu aendelee kukaa katika kanisa na afanye kulingana na wale wanadamu wanafanya? Unajua wakati ulikuwa na rafiki yako, mmependana sana. Bwana asifiwe. Na mnaenda club yote kunywa. Bwana asifiwe. Na kufanya mambo yote yale ambayo ni kinyume na Mungu. Wakati ukimwambia mimi nimeokoka na siwezi kufanya hili na hili na hili na hili tena, atakuchukia. Sio? Bwana asifiwe. Atakuchukia na hatataka kusikia mambo yako tena. Kwa sababu gani? Umetengana na yeye, kwa sababu hutaki kufanya yale ambayo yeye anafanya. Lakini kwa sababu utakuwa umefanya uamuzi wa kwamba wewe uishie Mungu, ili Yesu mwingine akikuona aweze kutamani yale unafanya na aweze kuokoka. Bwana asifiwe. Wakili wa Mungu lazima ajue ya kwamba akishajitolea kufanya kazi ya Mungu, aifanye kwa nguvu zake zote, aifanye kwa roho yake yote. Bwana asifiwe. Amen. Aifanye akijua ya kwamba anafanyia nani? Ni Mungu wa mbinguni, si mwanadamu. Mstari wa 3 tutasoma pale. Maana wakati wa maisha yenu uliopita watosha kutenda mapenzi ya mataifa, kunena katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu za ulafi na vileo na ibada
ibada ya sanamu isiyo halali. Haya yote ni mambo ambayo wakati mtu hajamjua Mungu anafanya. Bwana asifiwe. Lakini akishamjua Mungu sasa, haya yote anaachana nayo. Yale ya kale sasa yamepita, tazama yamekuwa mapya. Sasa unaanza kufanya mambo ya Mungu. Unakuwa sasa wakili wa kweli wa Mungu, ukifanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Nataka niulize swali hapa. Inakuwaje ukishachaguliwa kama ukishakuwa wakili na umeenda kuhakikisha kesi umeshindwa, na yule amekuamini ameenda kufungwa? Wakati mwingine unaweza kosa kujiamini kwa ile kazi yako. Bwana asifiwe. Lakini lazima ujue kwamba ile title wakili itabaki kwa na wewe. Yule ataenda kufungwa. Bwana asifiwe. Mbinguni sivyo. Mbinguni mimi kwa wakili wa kweli, kwa sababu ya kazi ya Mungu, lazima niweze kufanya yale ambayo Mungu ananiagiza nifanye. Bwana asifiwe. Amen. Napenda maandiko kwa sababu si kwa kubahatisha wakili wa Mungu anafanya kile ambacho Mungu anamwagiza. Nasema hivi ya kwamba wakati nimemchagua huyu msichana afanye kazi fulani, nina imani ya kwamba ataifanya kwa ukamilifu. Hivyo basi Mungu akiwa pale mbinguni amekuchagua John, amekuchagua sote sisi ili tuweze kusimama katika uwakili, tuwakilishe kazi yake. Maandiko katika Mathayo 28:19 kuendelea inasema kwamba tuenende ulimwenguni kote tukawafanye mataifa kwa wanafunzi, kwa kuwabatiza na kuwafundisha yote tuliyoamriwa. Bwana asifiwe. Hii ni kazi Mungu ametuachia. Na kama hatuifanyi, ina maana sisi hatujakamilika kuitwa wakili wa Mungu. Bwana asifiwe. Yule jirani yako pale kwenye unaishi na yeye, hebu siku moja mshuhudie, mwambie kuna Mungu anaishi bwana. Hebu tuende kanisani. Bwana asifiwe. Huo ni wakili. Bwana asifiwe. Yule mtu ambaye umekosana naye kwa miaka mingi, enda muombe msamaha na mwambie maneno mazuri ya Mungu. Huo ni wakili. Mungu anakuamini kwa sababu ya hiyo kazi ulifanya. Bwana asifiwe. Amen. Wacha niende kusoma pale chini. 4. Mambo ambayo wao huona ni ajabu na nyinyi kutokwenda mbio pamoja nao katika ufisadi ule ule, sio kwa kiasi wakiwatukana. Sasa hapa ni pale anaongea kuhusiana na ukiwa na marafiki, umepambana na wao, mnakunywa na wao, mnafanya usherati na wao, mnafanya kila kitu na wao. Alafu ikiwa wakati sasa umekubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, sasa umeamua kuachana nao kwa sababu hustahili kuja kufanya wakili na uende ulewe. Alafu kuje kanisani, uende kufanya usherati, ukuje kanisani na mambo hayo yote ambayo hayapatani na maandiko. Hiyo ina maana ya kwamba wale watu ambao utakana nao, ambao ni marafiki ulikuwa nao hapo nyumbani, watatana na wewe hata kutukana. Kwa nini? Kwa sababu kuambatana na wao kufanya yale ambayo wanataka kufanya. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Wacha tusome mpaka pale mwisho alafu tutaeleza kwa mapana kidogo. 5. Nao watatoa hesabu kwake yeye aliye tayari kuhukumu walio hai na waliokufa. Kwa maana kwa ajili ya hayo poleni, hata hao waliokufa walihubiriwa Injili, ili kwamba wahudumiwe katika mwili kama walivyo kama wahudumiwavyo wanadamu, bali wawe hai katika roho kama Mungu alivyo hai. 7. Lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi iweni na akili, mkeshe katika sala. Zaidi ya yote, iweni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendo si wingi wa dhambi. 9. Mkaribishane ninyi kwa nini pasipo kunung'unika,
10, kila mmoja kwa kadri alivyopokea karama, itumieni kwa kuhudumia kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. 11, mtu akisema na aseme kama mausia ya Mungu. Mtu akihudumu na hudumu kwa nguvu alizojazwa na Mungu, ili Mungu atukuzwe katika mambo yote kwa Yesu Kristo. Utukufu na uwe una yeye, utukufu na uweza una yeye hata milele na milele. Amina. Kwa hivyo unaposoma hii mistari, iko wazi kabisa ya kwamba wakili akiwa ameaminiwa na Mungu ili aweze kuifanya kazi ya Mungu, basi kuna mambo mengi lazima aweze kuachana naye. Yale ya kale yote alikuwa akiyafanya kinyume na mausia ya Mungu, lazima aweze kuachana naye ndio aweze kusimama akiwa wakili wa kweli wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Mwanadamu anapokuwa hapa duniani, kuna masumbufu mengi sana ya dunia yanayofuata siku baada ya nyingine. Mwingine anasema nataka kujenga baada ya mwaka mmoja, mwingine anasema nitakuwa na gari, nitakuwa na mali mingi. Lakini tujue ya kwamba hayo yote ambayo tunataka kuyafanya tukiwa katika duniani, lazima tujue kwamba je, kazi ya Mungu tunaifanya kwa kiwango gani? La Sunday nafikiri kama sijakosea, tulikuwa tunafanya calculation ya masaa mangapi tunastahili kudedicate kwa Mungu. Tutasema ni masaa 2.5. Ndivyo. Masaa 2.5. 10% of 24 hours. Na wakati mtu anapokuwa katika uwepo wa Mungu, wakati baada wakati anakuwa na utayari wa kuweza kufanya yale Mungu anataka. Bwana sasa. Haiwezekani ama haiwezi mtu kumpendeza Mungu kama huwezi kufanya yale ambayo Mungu anataka kufanya. Bwana sasa. Na kwa sababu hiyo lazima tuweze kujitolea kabisa kuifanya kazi ya Mungu. Ndio kwa sababu hiyo tuweze kufanya kama ni injili, tuweze kuifanya kwa mapana zaidi ili watu waweze kujua Mungu na waje ili tuweze kufanya nini? Kuifanya kazi ya Mungu sote hapa. Wakati mwingine nikiwa nimekaa na mtumishi mahali, nikawa najaribu kuangalia hii area ambayo tunaita kanisa yetu. Nikawa naona kwamba yale maono ambayo yuko nayo ni makubwa sana, hapa ni madogo. Bwana sasa. Na ina maana gani? Ina maana ya kwamba yale maono ambayo yuko nayo yatatimia kama sisi tutaweza kufuatana na yeye na tuseme kwamba kama ni injili tutachapa injili, aidha muhadhara ama nyumba kwa nyumba. Ndio tuweze kufanya nini? Kutimiza yale ambayo Mungu anataka tufanye tukiwa hapa. Hata watu wakiwa pale nje wajue kwamba hapa kuna Mungu wa kweli anayeabudiwa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana sasa. Amen. Nataka la moja niangalie. Kuna wengine wanaangalia sio wanalala kama nini. Onyo. Hili ni onyo sasa. Mimi kama Emmanuel, kama sifanyi yale ambayo yananipasa nifanye kama Mkristo, kama wakili wa Mungu, sija qualify kuitwa wakili wa Mungu. Bwana asifiwe. Siwezi kumwakilisha Mungu nikiwa hapa. Bwana asifiwe. Wewe nawe hivyo. Bwana sana. Na kama unaweza kujiuliza haya maswali na uweze kufanya calculation ya yale ambayo unayafanya kila siku, utakuwa na urahisi wa kujiweka katika uwepo wa Mungu kila siku. Bwana asifiwe. Amen. Wacha nitoe mfano wa dada yetu pale. Sisi tunaenda kuolewa. Ndio. Huyu dada ameweka watu ambao wanaita wanakamati. Wanasema. Na hao watu aliwachagua kwa muamini. Kwanza aliangalia mfuko uko vipi. Ambaye sio hawezi kudanganya. Kwanza anaangalia mfuko mtu. Kumwambia simamia harusi ama atoe kwa kamati. Uko vipi? Anaweza kimbia akatoa. Bwana sana. Kwa hivyo hapo aliwachagua, aliwaamini. Kwa hivyo ina maana kwamba hadi kama mawakili wake, kwa sababu ile siku kubwa moja
sababu hiyo watajikata vyovyote vile hata walikwenda kuomba ndio wafanikishe hii harusi. Amen. Amen. Ina maana gani hapa? Ama kwa nini nimetoka sababu gani? Kuna wakati mwanadamu atapitia hali ngumu sana za kimaisha. Kuna wakati mwanadamu atapitia challenges katika huduma. Lakini lazima tujue kwamba Mungu hajatuacha kamwe. Bado yuko na sisi. Mungu hatuachi. Sisi tunamwacha na tukimwacha Mungu anabaki pale pale akikungoja. So ukienda kugaira kurudia Mungu anaanza na wewe pale pale ulipomwacha. Bwana sifiwe. Kwa hivyo ina maana kwamba tukiwa hapa Mungu akiwa ametuamini kwamba tuweze kumwakilisha hapa duniani. Bwana sifiwe. Lazima tuweze kujua yale mapenzi ambayo au yale mapenzi ya Mungu ambayo tunastahili kuyafanya tukiwa hapa. Kama ni ushirika tufanye ushirika. Bwana sifiwe. Kama ni injili tufanye injili kuleta watu wengine hapa kanisani. Bwana sifiwe. Kama ni tumesema maybe tunaenda kuona ndugu fulani tumuombe. Bwana sifiwe. Na tutoe sadaka kwa sababu yake. Bwana sifiwe. Hiyo ni kazi ambayo tunafanya. Na kwa sababu hiyo tunapoendelea kufanya haya ambayo inampendeza Mungu machoni pake, tunaweza kuitwa mawakili wema, mawakili wa kuaminika mbele za Mungu. Bwana sifiwe. Sisi sasa sio wale wa kushindwa kama wa dunia. Hao dunia wanashindwa. Wanashindwa kwa tengine kesi. Wanashindwa kabisa. Lakini sisi wacha Mungu atusaidie ili tuweze kuwa mawakili wema kwa sababu ya kazi ya Mungu hapa duniani. Bwana asifiwe. Amen. Wakati mmoja anaomba kutangaza loan 10,000 ya ujenzi. The nyumba 10,000 ya ujenzi. Hiyo ina maana gani? Ina maana hao watu wamejitolea kufanya kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Wamejitolea kuwa mawakili wema kwa sababu ya ujenzi wa nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa sababu hiyo mtu mwingine pia naye akiwa na uwezo na Mungu akimwelekeza ya kwamba mimi nami naweza kutoa sehemu hii kwa sababu ya ujenzi wa nyumba ya Mungu. Huyo pia amefanya wakili wema. Amemwakilisha Mungu hapa mbinguni, hapa duniani kwa sababu ya ujenzi wa hekalu la Mungu. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hiyo lazima tuweze kujua ya kwamba ni nini Mungu anataka tufanye. Ni nini anataka tufanye. Kwa wakili mwema ama wakili wa Mungu lazima ujue ni nini Mungu anataka ufanye ukiwa hapa. Bwana asifiwe. Wachana na dhambi, uwe mtu wa utaua. Bwana asifiwe. Mtu mkamilifu mbele za Mungu. Ndio ukienda kwa Mungu kwa magoti kumwambia Mungu kuna hili na hili na hili nataka niwezeshe. Ndio niweze kusimama kwa mahali fulani katika kanisa lako. Mungu aweze kukusikia na afanye kama vile unataka. Bwana asifiwe. Leo tumekaa hapa, unaweza pata bibi kuna wengine wamekwazana. Jana ama juzi ama tunaweza pata last year. Bwana asifiwe. Na kwa sababu kule kukwazana kunasababisha Mungu akae mbali nasi. Hatuwezi kuitwa wakili wema wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima tuweze kupatana. Lazima tuweze kupendana. Maandiko yanasema ya kwamba tunapopendana ule upendo unastiri wingi wa dhambi. Wingi wa dhambi. Kwa nini? Nikimpenda ndugu hapa, nikimpenda dada pale, upendo wa hapa kanisani ama upendo wa ndugu na dada, ina maana kwamba sisi tunaweza kufanya nini? Kule kuchukiana na wengine wale inakaa mbali. Na ikikaa mbali tunaweza kufanya nini? Tunaweza kuwa kitu kimoja. Na inastiri wingi wa dhambi. Unajua unapompenda mtu fulani kwa sababu ya jambo fulani, hiyo huwezi kumchukia. Amen. Amen. Wakati yule kijana amependa Filista, hakuna siku alimchukia. Sijui anachukia hapo baadaye kishamgoa. Lakini hajamchukia hata sasa hivi. Kwa nini? Kwa sababu kuna qualities alijua hizi ndo nataka kwake. Anasema. Na kwa sababu hiyo hawezi kufanya nini kuwa mbali. Lazima watakaribia kupigana na wajue ni nini na nini naweza kufanya ndio tuendelee mbele katika maisha na katika nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hiyo kama kuna yote yule amekosea mwingine ama yote yule ameongea mwingine mabaya, ina maana kwamba Mungu hawezi kwenda kwa
kwa magoti amwambie Mungu jambo fulani na Mungu hawezi kusikia kama hajapatana na yule mtu. Umeelewana hapo? Kabla hajapatana na yule mtu ndio arudi kwa magoti, msamaha na kuweza kufanya nini? Kuendelea mbele. Hapo sasa unakuwa wakili wa kweli. So ina maana kwamba lazima tu flashback. So angalia ni nini ambacho maybe tulikitenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Tukishakijua tukitubu mbele ya Mungu. Halafu kama kuna yote yule ulikutana na yeye, inaweza kuwa kanisani, inaweza kuwa majirani zetu pale. Hebu jaribu kurudi nyuma na useme Mungu akusaidie kukumbuka, ili tuweze kuwa mawakili wema wa Mungu. Bwana sasa. Unajua watu wamechukua for granted kwamba tukiingia ndani ya kanisa ya Mungu many things are hidden at the back. Kwa sababu mimi kama mwanadamu mimi siwezi kuona, lakini Mungu wa mbinguni anaona. So ina maana kwamba katika kusifu kwetu hapa kanisani, katika kuabudu kwetu hapa kanisani, kunakuwa na impact mbinguni kama sote tumejitolea kuwa mawakili wema. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa naomba hebu tumrukie Mungu, na wewe umekazana tumetulia pale. Unafikia mambo mingi zaidi ya kuwa wakili. Hujajitolea kuwa wakili wa Mungu. Bwana asifiwe. Ingia pale, wachana ya mambo ya nyumbani kabisa. Hata kama hujakula breakfast, wachana nayo. Shuka chini kabisa, ambia Mungu niko hapa na kuhitaji. Wacha kaonekane kwa sababu ya mahitaji yangu, mahitaji ya kanisa, mahitaji ya familia yangu. Na Mungu wa mbinguni yuko tayari kupokea. Bwana sasa. Hao watoto wameamini wazazi wao kwamba wazazi wao ni everything, ni kila kitu. Hao watoto hao. Bwana sasa. Mungu wa mbinguni pia ametuamini sisi tukiwa hapa duniani tuifanye kazi yake kwa ukamilifu. Na kwa sababu hiyo hatuwezi kufanya kazi ya Mungu kwa ukamilifu kama hatufanyi mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa mkono tu yule ambaye hajakwaza mwingine kwa hii wiki, weka mkono juu. Kama unajua hujakwaza mtu mwingine kwa hii wiki, weka mkono juu. Ina maana sote tumekwaza wengi sana. John sio amekwaza mtu wake wengi sana, sio? Ina maana gani? Unapokwaza mwenzako na usiwe na wakati wa kuomba msamaha yule mwenzako, hapa kuna ukaribu wa kuweza kufanya nini? Kushare jambo na yeye. Bwana sasa. Mimi niko sana mke wangu. Sababu niko pale. Ule mke wangu, huyu kijana wangu. Poleni bana ambao walikuwa hawajui. Kuna mgeni pale. Mimi nimeoa. Kuna mke mmoja na kijana mmoja ni huyu hapa.